Wakati hali inaendelea kutulia nchini Tanzania, sasa Samia Suluhu ametoa agizo vijana wa Kitanzania kushikwa na kudaiwa ama kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope popote ulipo, karibu ili tuweze kujadiliana na kumbuka kusubscribe. Katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, picha zilisambaa zikionyesha vijana wakiwa wamechoka, wakiwa kifua wazi na wakiwa wamevaa vest na boxer tu. Hawa walikuwa miongoni mwa washtakiwa pamoja na Jennifer Bilikwiza Jovin anayefahamika kwa jina la Nifa, mfanyabiashara maarufu. Wakili wao alieleza kwamba waliteswa vibaya wakati wa mahojiano, na moja ya picha ilionyesha kijana mmoja mwenye alama mikononi akidaiwa kuwa aliunguzwa kwa kitu chenye joto kali, ikihisiwa ni pasi ya umeme. Polisi walikataa hata kumruhusu apige simu kuomba nguo za kubadilisha. Nifa, ambaye hapo awali alijulikana kama mwanamke mwenye ushawishi katika biashara, sasa aligeuka kuwa sura ya upinzani uliovunjwa kwa nguvu. Kesi yake ya uhaini ilichochea mjadala mkubwa kuhusu matumizi ya sheria za usalama kukandamiza sauti za wananchi. Jua lilipokuwa likichomoza asubuhi ya tarehe 30 Oktoba, anga la Dar es Salaam lilikuwa limegubikwa na ukungu mzito wa huzuni. Wakati sauti za risasi zilipungua mitaani, zikibaki alama za moto na mabaki ya vigae vya chupa, familia nyingi zilianza safari ya mateso kutafuta ndugu zao waliokuwa wamepotea baada ya maandamano yaliyotikisa taifa zima. Haikuwa tena habari ya siasa, ilikuwa simulizi ya damu, machozi na mauti. Katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, majina ya mamia ya watu waliokuwa wakitafuta yalijaa kwenye daftari ndefu lililopambwa kwa machozi. Familia ya Jackson Sherima ilikuwa namba ya 1760 na katika orodha ya wanaotafuta ndugu zao, huku jina lake likiibuka tena kama katika daftari la miili iliyopatikana nambari ya 641. Alipatikana akiwa amefariki dunia, mwili wake ukiwa na majeraha mawili ya risasi, moja kiunoni na nyingine makalioni. Alikuwa amejeruhiwa wakati wa maandamano, akakimbizwa Mwananyamala kwa matibabu, kisha akapotea ghafla kabla ya kuonekana tena akiwa amekufa Muhimbili. Katika daftari hilo takwimu zilikuwa za kutisha. Zaidi ya miili 700 ilihesabiwa Muhimbili pekee, bila kujumlisha hospitali nyingine za Dar es Salaam kama Mwananyamala, Amana, Temeke, Mloganzila na hospitali binafsi kama Rubenzia na Boshi. Kwa mujibu wa daktari mmoja aliyeshuhudia hali hiyo, idadi ya waliopoteza maisha huenda ikafika watu 8,000 hadi 10,000 katika jiji hilo pekee. Tukio hilo lilizidi kuibua maswali mazito kuhusu nguvu ya dola, utu na thamani ya maisha ya raia katika taifa lilokuwa likijaribu kuzuia maandamano ya kupinga uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Simulizi za huzuni zilienea kote nchini. Katika maeneo ya Kigogo Mwisho, mwanaume mmoja aliyetambulika kwa jina la Elias fundi ujenzi kutoka Iringa alipigwa risasi alipokuwa akivuka barabara kumwona mwanawe. Risasi ilimjeruhi tumboni na akakimbizwa kituo cha afya cha karibu. Hata hivyo, kutokana na uhaba wa huduma za haraka, alifariki dunia kabla hajapata matibabu. Mwili wake kama mingine mingi haukuonekana tena. Familia yake ilihangaika hospitali zote za jiji bila mafanikio, ikiambiwa kila mara kwamba utambuzi utatolewa, na utaratibu ambao haukuwahi kufika. Hali ilikuwa tofauti kwa Elias mwingine, fundi wa ujenzi kutoka Iringa, ambaye alikamatwa tarehe 30 Oktoba akiwa na wenzake watatu wakitoka kazini. Wakiwa kwenye bajaji, walizuiwa na polisi na kupigwa vibaya. Elias alifariki papo hapo, huku wenzake wakiendelea kuugulia majeraha katika hospitali za Temeke na Mwamanyala. Miongoni mwa waliopoteza maisha katika maandamano hayo ni Paulo William Silayo, kijana aliyekuwa akitumia mitandao ya kijamii kuelezea dhamira yake ya kushiriki maandamano hayo, na kabla ya tarehe 29 Oktoba aliandika wosia mfupi lakini wa kutisha. Katika ujumbe huo, Paulo aliomba endapo atafariki mke wake mjamzito atunzwe, na kwamba mtoto akizaliwa mvulana apewe jina la Tundu Lissu. Aliandika kuwa anaenda kuifia nchi yake.
Siku chache baadaye Paul alipigwa risasi kichwani. Picha ya mwili wake uliokuwa umevunjika kwa risasi ilisambaa mitandaoni na kuwa alama ya maumivu ya kizazi kipya cha Watanzania waliokuwa wakidai mabadiliko. Miongoni mwa waliokamatwa ni Michael Anthony Mkai, fundi wa mashine aliyekuwa akifanya kazi katika jengo la CCM. Alishikiliwa na vyombo vya dola akituhumiwa kuhusika katika maandamano ya njama za uhaini. Michael hakuwa mwanasiasa wala hakujulikana kuwa mwanaharakati. Alijikuta gerezani bila maelezo ya wazi, akihusishwa na mashtaka mazito ya kutaka kupindua Rais Samia Suluhu. Mashtaka hayo yalishtua wengi. Wengi waliomjua walieleza kuwa alikuwa mtu wa kazi tu, mpenda amani na familia, lakini kama ilivyo kwa wengine waliokamatwa hakupata nafasi ya kuzungumza hadharani. Katika orodha ya waliopoteza maisha pia yumo ASP Abbas Rajabu Mkali, askari wa magereza wa kituo cha Mbarali. Abbas alikuwa likizo Dar es Salaam wakati risasi zilizopiga wananchi tarehe 29 Oktoba, na kwa bahati mbaya naye alikumbwa na risasi na akafariki dunia papo hapo. Kifo chake kilileta mshtuko kwa wenzake, kwani alikuwa askari wa nidhamu na mwenye sifa nzuri kazini. Lakini hata hivyo, kifo chake, hadithi ya taifa haikupunguza kasi ya damu iliyomwagika. Askari wa raia walijikuta katika janga moja lililosababishwa na ghasia za kisiasa. Kutoka mkoani Iringa, simulizi la Diana Mahikwi limekuwa mfano wa hali ya hatari iliyokumba wanawake katika msako huo mkubwa. Diana, mwanachama wa chama cha upinzani Chadema, alikamatwa nyumbani kwake tarehe 1 Novemba majira ya saa 2:40 asubuhi. Polisi walikuwa na silaha nzito walivamia nyumba yake wakimchukua bila maelezo ya kina. Tangu siku hiyo Diana amekuwa akishikiliwa katika kituo cha polisi cha Iringa akituhumiwa kwa uchochezi wa maandamano. Yeye ndiye mlezi pekee wa familia yake, baba na mama kwa watoto wake. Hali yake gerezani imekuwa ya sintofahamu, huku familia ikidai haina ruhusa kumuona. Katika miji mikuu ya Tanzania, mitandao ya kijamii imegeuka kuwa uwanja wa maombolezo. Watu wamekuwa wakituma picha, majina na ujumbe wa kuomboleza ndugu waliopotea au waliokamatwa. Wengine wanahoji ni lini serikali itatoa taarifa kamili kuhusu idadi ya waliokufa, waliopotea na walioko rumande. Kwa upande mwingine, hofu imetanda. Wengine wanasema hawawezi tena kuzungumza hadharani kuhusu kilichotokea, wakiogopa kukamatwa. Wengine wameanza kuhama makwao. Lakini zaidi ya yote, familia zinazoomboleza ndizo zinazoishi na maumivu halisi ya upotevu. Katika kila kona ya nchi hadithi zinafanana: kijana aliyepotea, mwili usiopatikana, kesi ya uhaini isiyoeleweka na ukimya wa mamlaka. Na wakati serikali ikisisitiza kwamba ilikuwa inalinda amani na usalama, matokeo yake yameacha doa kubwa katika kumbukumbu ya taifa. Maandamano hayo yaliyokusudiwa kuwa sauti ya mwananchi ama wananchi yamegeuka kuwa kiburi ama kaburi la matumaini kwa maelfu. Maiti zisizotambuliwa bado zinahifadhiwa katika hospitali za Dar es Salaam na mikoani. Wengine bado hawajazikwa, wengine hawajulikani walipo. Na kwa macho ya taifa, mwaka 2025 umeandika ukurasa mweusi katika historia ya Tanzania, ukurasa wa damu, hofu na ujasiri. Kifo cha Paulo Silayo kimekuwa ishara ya mapambano yaliyozimwa kwa risasi. Kifo cha Jackson Shirima kimebeba ushahidi wa mateso yasiyoeleweka. Kukamatwa kwa Nifa na vijana wengine kumeonyesha sura ya taifa lililojaa ukakasi. Hawa si tu majina katika kurasa za magazeti, ni watoto wa mama fulani, waume wa mke fulani, wazazi wa watoto wanaolia kila usiku. Tanzania inabaki na doa la maswali. Nani atatoa majibu kwa familia zaidi ya 700 zinazotafuta miili Muhimbili? Nani atatoa haki kwa waliopoteza maisha kwa sababu ya kuamini katika mabadiliko? Ni simulizi la taifa lililoumia, lakini bado likiishi katika matumaini kwamba haki haifi, kwamba majina kama Jackson Shirima, Paulo Silayo, Michael Mkai, Diana Mahikwi na wengine wengi hawatakumbukwa kwa hofu, bali kwa ujasiri wao wa kusimama pale ambapo wengine walikaa kimya. Na katika historia ya Tanzania, Oktoba mwaka 2025 haitasahulika, sio kwa maandamano tu, bali kwa damu iliyoandikwa kwenye ardhi ya taifa linalolia kimya. Hii ni Kenya Scope.
chaneli yako penda ambayo inakuletea uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili ukipata notification kila wakati.